Na habari za muda na wakati kama huu, mtazamaji wa EATV, karibu katika kurasa dakika chache za kufahamu machache kati ya mengi yalojiri hii leo. Waziri Mkuu wa Tanzania Mheshimiwa Mizengo Pinda ametangaza serikali kusitisha kutoa tamko lake kuhusu mgomo wa madaktari ambao ilitakiwa kutolewa leo kama alivyoahidi jana bungeni. Waziri Mkuu Pinda amesema hayo leo bungeni mjini Dodoma katika kipindi cha maswali ya papo kwa hapo, ambapo pia ameeleza kusikitishwa na kitendo cha kutekwa na kuumizwa kwa mwenyekiti wa Jumuiya ya Madaktari Bwana Steven Ulimboka, na kusema kauli yake aliyoitoa jana haihusiani katu na tukio hilo. Kwanza nionyeshe tu masikitiko yangu juu ya jambo hili, na mimi namtakia kila laheri, apone haraka. It's unfortunate kwa sababu process ilikuwa ni nzuri, kwa maana kwamba tuliamini tungefika mahali tungeelewana vizuri sana, na nilikuwa nimebet on juu ya mambo mengi, lakini baada ya hili tukio tena, na nimelipata nikiwa hapa ili tudisturb wote sana. Sasa jana Mheshimiwa Nchimbi nimearifiwa kwamba alitoa press ya jambo hili, nadhani atakuwa lilieleza kwa namna ambavyo imeeleweka pengine kwa wananchi, lakini nataka niseme tu kwamba taarifa ambazo na mimi nililetewa baada ya pale ni mazingira ambayo bado yanahitaji uchunguzi. Tulichoagiza sisi ni kwamba uchunguzi ufanywe haraka ili ukweli wa jambo hili uweze kubainika. Kwa mazingira yake kidogo yana utata mwingi na yanahitaji kwa kweli kufanyiwa uchunguzi wa kina. Sasa kila mmoja na hisia zake, mwingine anafikiri hiki, wengine wanafikiri ni serikali, wengine wanadhani si wao, ni pengine hili. Sasa hayo yote hatuwezi kukaa hapa bungeni tukajaribu kuyasema sema, lakini mimi nilisema tu kwamba mimi kwa upande wangu nikasema kama ni serikali basi tutakuwa ni watu ajabu sana. Kwa sababu ndugu Ulimboko tumekuwa naye muda wote, tumeshirikiana naye katika process hii wakati tunalizungumza. Tumekwenda mahakamani, na nilijua kwamba jambo hili liko mahakamani, na vyombo vyote vinajua kwamba tulikuwa mahakamani. Sasa kidogo inanipa tabu kuona kwamba kama ni serikali mnataka kufanya ili iweje, kwa sababu process ile kwa bado inaendelea. Kwa hiyo ndio maana nasema pengine njia rahisi tusubiri uchunguzi wa kina, na mimi nimemwambia jana kuhakikisha jambo hili linaharakishwa sana. Kwa fupi naweza nikasema ndio maelezo nilionayo. Amesema hivi sasa serikali imechukua hatua za dharura kuwaita madaktari wastaafu kwenda kuhudumia baadhi ya hospitali za serikali kushika nafasi maeneo ambayo madaktari wamegoma. Tumeona ni vizuri tuone kama kutakuwa na madaktari wengine retired, madaktari ambao wako wizarani pale, wote tumeomba sasa watafutiwe njia mbalimbali ili warudi waweze kutoa hiyo huduma kwa Watanzania. Kwa hiyo kwa maana hatua za kujaribu kuona tufanye nini, hilo tunaendelea nalo, lakini hatujachoka vile vile kuendelea kuzungumza kama tutapata fursa kuzungumza na madaktari. Wakati huo mgomo madaktari unaendelea nchini Tanzania umeendelea kuonekana waziwazi katika hospitali ya taifa Muhimbili na katika taasisi ya mifupa Muhimbili Moi, baada ya madaktari kutoonekana kutofanya chochote katika sehemu hizo, huku idadi ya watu wanaofika kutafuta huduma ikizidi kupungua sana, tofauti na ilivyo kawaida. Serikali labda iliangalia kwa makini ili swala, manake wanaoteseka ni wagonjwa, ni ndugu zetu. Hata mimi binafsi na mgonjwa yuko wodi ya Mwaisela namba 6, tanda namba 25. Kwa kweli hali inatisha. Serikali ilichukulia maamuzi ya busara zaidi na ijali wananchi wake. Kurasa leo ilitembelea katika sehemu hizo kupata taarifa za mambo mawili, moja ikiwa ni hali ya mgomo na pia kufahamu maendeleo ya Dr. Steven Ulimboka aliyejeruhiwa hapo jana na kulazwa katika taasisi ya mifupa ya Muhimbili Moi, lakini jitihada hizo zilishindikana baada ya wasemaji kukosekana katika ofisi zao. Tumalizie kurasa kwa hili. Wakala wa usajili, ufilisi na udhamini Tanzania RITA umezindua rasmi mfumo mpya wa usajili wa vizazi nchini Tanzania ili kurahisisha upatikanaji wa huduma ya upatikanaji wa vyeti vya kuzaliwa kutokana na historia ya upatikanaji wa nyaraka hiyo muhimu nchini kuonekana kuwa ngumu. RITA imeanzisha mfumo huo utakaoanza na watoto walio chini ya miaka 5 ili kuhakikisha kuwa kila Mtanzania anayezaliwa kuanzia sasa anapata haki hiyo katika sehemu aliyozaliwa. Sasa tunalo kundi kubwa la watoto chini ya miaka 5 ambao ndo hasa chanzo cha taarifa hizi tuseme za usajili. Mtoto wote chanzo yetu tunasipata kwa mtoto anapozaliwa. Sasa ili kuna kundi kubwa la watoto chini ya miaka 5 ambao hawajasajiliwa wala kupata vyeti vya kuzaliwa. Na kutokana na takwimu tulizonazo takriban 14% ndio wamesajiliwa, na katika hao 6.2% ndio wenye vyeti vya kuzaliwa chini ya miaka 5.
Sasa basi tukaona kwamba kuna umuhimu kama serikali, tukaona kuna umuhimu wa kuhakikisha kwamba hawa watoto walio chini ya miaka 5 wanasajiliwa na kupata vyeti vya kuzaliwa. Tumekufungulia na kukufungia kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yalofika mezani kwetu kwa leo. Kesho je, kuna ni? Tafadhali usikose kuangalia dakika chache za kurasa. Kwa niaba wote walioshiriki kuletea kurasa, mimi ni Noah Altaika, wakati mwema.